Leo tuna somo linasema chanzo cha vifungo vya rohoni. Chanzo cha vifungo vya rohoni. Chanzo cha vifungo vya rohoni. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 19. Vyanzo vingi vya vifungo vya rohoni ni zinaa. Haleluya. Chanzo kikubwa cha vifungo vya rohoni ni zinaa. Zinaa ya namna yoyote ni chanzo cha kuharibikiwa kwa mwanadamu awaye yoyote. Amina. Zinaa. Amen. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Inaweza ikawa zinaa ya moja kwa moja. Amen. Na inaweza ikawa zinaa ya mawazo. Amen. Inaweza ikawa zinaa ya macho yako. Inaweza kuwa zinaa ya ndotoni. Lakini vyote hivi vinapelekea vifungo katika ulimwengu wa roho. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Inaleta vifungo kwa watu. Haleluya. Nina maanisha nini? Yesu anasema na wewe jambo gani? Kuna watu hawana zinaa ya mwili, bali wana zinaa ya roho. Haleluya mtu wa Mungu. Hawa walio na zinaa ya kiroho, haleluya, wanaingiliwa na kuingilia katika ulimwengu wa roho, yaani katika ndoto. Katika ndoto. Haleluya. Wengine wanatenda kwenye zinaa kwa sababu ya kutazama vitu vibaya. Haleluya. Wengine wanakwenda kwa sababu ya kusikia vitu vibaya. Vyote vinakwenda kuijaza nafsi yao na roho zao. Wanaanza kuharibikiwa katika ulimwengu wa roho. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Hiki ndicho chanzo kikuu cha kufungwa katika roho. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Amen. Tusome msomaji. Kitabu cha Mwanzo sura 3 mstari 16 hadi 19. Ndio. Nasoma kwa jina la Yesu. Na wewe mwingine Lawi 15 19 28. Twende. Akamwambia mwanamke. Akamwambia mwanamke. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Na kuzaa kwako. Na kuzaa kwako. Kwa utungu utazaa watoto. Kwa uchungu utazaa watoto. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Na tamaa yako itakuwa juu ya mmeo. Naye atakutawala. Naye atakutawala. Mstari 17. Ndio. Akamwambia Adamu. Akamwambia Adamu. Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako. Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo. Sauti ya mkeo. Umeisikiliza. Akakushawishi. Ukakubali. Leo Adamu, maisha yako yanaingia taabuni. Amina. Kwa kuisikiliza tu sauti ya mke wako. Haleluya. Amen. Haleluya. Unajua mwanamke ni kiumbe cha tofauti kuliko viumbe vyote. Mwanamke ni kiumbe cha tofauti kabisa kuliko viumbe wote. Hawa viumbe wengine wote walitengenezwa, haleluya, na Mungu. Lakini ilipofika kwa mwanamke, Mungu kabla hata ya kuongea na hao, tayari alienda kuongea mambo ya siri na mwanamke. Amina. Wakati wa kumfanya kwake. Amen. Wakati anamtoa ubavuni mwa mwanaume, mwanaume alikuwa hajielewi. Alikuwa nusu kaputi. Waliokuwa wanazungumza ni yeye Mungu na huyu mwanamke. Unanielewa kidogo mtu wa Mungu? Unanielewa kidogo mtu wa Mungu? Ndio maana nikakwambia asili
kati ya mwanamke ni malaika. Ndio maana unaona malaika na Mungu wako pamoja. Haleluya. 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 Sasa kama wako pamoja, mwanamke asili alivyo yeye, mwanamke anatamani kila wakati kila anachokitaka yeye ndio kiwe hivyo hivyo. Mwanamke ukimpa tofauti na anachokitaka yeye, kwake si kitu. Sijui unanielewa kidogo mtu wa Mungu? Unanielewa kidogo mtu wa Mungu? Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu. Ndio maana unamuona mwanamke kama mwanamke, mawazo yake na mipango yake ni vitu tu viko tu kiviangalia ni vya ovyo ovyo. Haleluya. Haleluya. Yupo hivyo kwa sababu yeye ni pambo. Kama ni pambo, wakati wewe unawaza matofali na nondo, yeye anawaza lotion. Unanisikia kidogo vizuri mtu wa Mungu? Na ukienda kujenga nyumba, haujamnunulia lotion na perfume, ile nyumba haifurahii. Haifurahii. Unaweza ukamletea kitu cha milioni 10 asikifurahie. Ukamletea kitu cha 1000. Sabuni tu ya 1000 inaonukia vizuri. Wewe ndio mume aliyokuwa namtaka. Ndio wewe. Sasa utu jinsi alivyo. Ndio maana wanaume wakaambiwa ishini na wanawake ndio kwa akili. Yes, amen. Amina. Ukiishi na mwanamke ndio usitumie nguvu. Yes, amen. Tumia akili. Amina. Haleluya. Haleluya. Yes, amen. Kwa kuwa ndani ya huyu mwanamke kuna kifo kabisa na kuna uzima. Yes, amen. Ukiishi naye vizuri ndio utaishi. Amina. Ukiishi naye vibaya utakufa. Amina. Sawa sawa watu wa Mungu. Amina. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Hebu endelea. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ndio ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza. Ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza usile. Amina. Lakini nani alimwambia ale? Mwanamke. Amina. Mwanamke ndiye aliyemwambia ale. Amina. Mungu alimwambia asile, yeye akasikiliza sauti ya mwanamke. Mungu akasema unampenda huyo mwanamke kuliko mimi, ndio maana umemsikiliza yeye ukaniacha mimi. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Anasema kwa kuwa umeisikiliza nimekulaani. Amina. Sawa sawa? Kwa hiyo mwanaume yeyote anayo laana ya Adamu. Kila anaitwa mwanaume ni mlaaniwa wa laana ya Adamu. Mpaka siku atakapojitambua ndipo ataondokana na hiyo laana ya Adamu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa taabu, kwa miiba itakuchoma ndipo utakavyokula. Hebu endelea. Mstari wa 18. Ndio. Michongoma na miiba itakuzalia. Nawe utakula mboga za kondeni. Mstari wa 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula. Hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa.
Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Huyu ni Adamu mlaaniwa. Anaambiwa kwa michongoma. Usifikiri anaambiwa kwa michongoma na miiba. Usifikiri ni michongoma ile miti. Michongoma haya ni aina ya majini. Ni aina ya mapepo ambayo yatakutesa. Utalima mahindi yako, watatupia mapepo. Yatatoka kama viwavi jeshi, yatakula mahindi yako, wala hutavuna kile ulichotegemea. Watatuma miiba, watakuja wezi, wataiba maharage yako shambani. Haleluya! Haleluya, haleluya. Hivi ndivyo vitakavyo kuijilia wewe. Utaenda kazini kwako, hautapata stahiki zako vile unavyotaka. Kwa sababu tayari una laana ya michongoma na miiba. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Lakini chanzo cha haya mateso yote yanayomwijia ni kwa kusikiliza ile sauti ya mke wake, akala lile tunda. Kama hakwenda kula lile tunda, asingeingia kwenye kifungo hiki. Nasema na watu wanaonielewa. Nasema na watu wanaonielewa. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa sababu ya hili tunda, katika ulimwengu wa roho, Adamu akaingia kifungoni, Hawa akaingia kifungoni, kifungo cha uchungu na mateso. Adamu akaingia kwenye kifungo cha kula kwa jasho, kwa mateso. Haleluya mtu wa Mungu. Haleluya mtu wa Mungu.